Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imelitaka jeshi la polisi nchini kuwasaka na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika kumshambulia katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC Dr. Charles Kitima na waliomteka mwanaharakati Fuluka Nyagali maarufu kama Mdude. Wito umetolewa jijini Dodoma na mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji mstaafu Matthew Mwaimu, ambapo pia amelishauri jeshi la polisi kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia katiba na sheria. Tume inalaani matukio yote ambayo yamevunja haki za binadamu na kukiuka misingi ya utawala bora na yanayoashiria uvunjifu wa amani na utulivu. Kutokana na matukio yaliyojitokeza, tume inapendekeza yafuatayo. Kwanza, jeshi la polisi ambalo ndiyo taasisi iliyopewa dhamana ya kulinda usalama wa raia na mali zao kutekeleza wajibu wake kwa kufuata katiba, sheria na kanuni. Pili, jeshi la polisi liendelea kuwasaka na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika na kujeruhiwa kwa Dr. Charles Kitima, waliomteka Fuluka Saidi Nyagali kwa jina lingine almaarufu Mdude, na waliohusika katika matukio mengine ya uvunjwaji wa haki za binadamu. Tatu, msajili wa vyama vya siasa kuwataka viongozi wa vyama vya siasa kuzingatia matakwa ya katiba na sheria katika shughuli zao. Nne, serikali iendelee kukaa na wadau wa demokrasia katika kuzitafutia ufumbuzi changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika kipindi hiki. Wadau wote wa uchaguzi kuwa na ustahimilivu wakati wa mchakato wa uchaguzi, kwa kuwa ushindani wa kisiasa nyakati za uchaguzi ndio chachu ya demokrasia.